to your heart will change your life. Hear it, receive it, let it guard your heart. Tarehe 18 mwezi wa 9 2025. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Naitwa Zawadi Machibia. Tafakari hii inatayarishwa na mchungaji Chris. Inapatikana kwenye Rhapsody ya Uhakika na Rhapsody of Realities Kiingereza, na namna hii ni kwa kupitia vitabu, lakini pia inapatikana kwa njia ya mtandao. Na hii ni sauti ya Rhapsody. Ujumbe wetu leo unasema, tembea katika uhalisia wa asili yako ya kiungu. Tembea katika uhalisia wa asili yako ya kiungu. Neno la msingi tunalipata kutoka kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 4, ambao unasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Haleluya. Katika tafakari ya leo, mchungaji Chris anasema, Ukristo si dini. Ukristo si dini, ni uhusiano na Mungu na ushirika katika maisha ya kiungu. Ulipozaliwa mara ya pili, uliumbwa upya katika Kristo. Umepokea maisha mapya, asili mpya na utambulisho mpya. Hili si tumaini la wakati ujao, bali ni ukweli wa sasa. Mkristo si mwenye dhambi aliyesamehewa, bali ni kiumbe kipya. Ukiangalia katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yule mtu wa kale na upungufu wake, udhaifu na kushindwa kwake hayupo tena. Wewe kiumbe kipya umeumbwa kwa namna ya Kristo, mwenye haki, mshindi na uliye maskani hai ya Mungu. Ukweli huu ni msingi wa kutembea katika utawala. Wakristo wengine wanahangaika kwa sababu bado wanajifananisha na asili ya kale ambayo ilisulubishwa pamoja na Kristo. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Wanaomba kama ombaomba, wanafikiri kama waathirika hivi na kuzungumza kushindwa kwa sababu hawajui wao ni nani katika Kristo. Hawajui wao ni nani hasa katika Kristo. Wewe ni mwenye haki wa Mungu katika Kristo. Rejea Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Wewe ni zaidi ya mshindi. Rejea Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Wa Efeso sura ya 1 mstari wa 3. Umekamilika katika Kristo. Wa Kolosai 2:10. Umetokana na Mungu, asili yako ni ya kiungu. Rejea waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Kuwa na ufahamu huu, ishi maisha ya kiungu. Huo ndio Ukristo, ni maisha ya nguvu, utukufu na ushirika na Roho. Kila siku ni furaha yako ya kumdhihirisha Kristo na kumdhihirisha uhalisi wake, uhalisi wa ufalme wake. Kataa kujitazama kutokea kwenye asili ya kale kama mtu wa kawaida tu. Zaburi sura ya 82 mstari wa 6 inasema, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Wewe ni kiumbe Mungu. Kiumbe Mungu. Umeingizwa katika uzima na kutokufa. Tembea katika uhalisia wa asili yako ya uungu. Katika Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 3, Biblia inasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita katika utukufu na wema. Haleluya. Ukiri, mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Ninatembea katika haki, ushindi na kusudi la Mungu. Nimeingizwa katika uzima na kutokufa. Ninaudhihirisha utukufu wa Mungu
na mambo halisi ya ufalme kila mahali. Mungu atukuzwe. Haleluya. Masomo zaidi yako katika Waefeso 4 sura ya 24, Warumi sura ya 6 mstari wa 4, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Haleluya. Somo la furaha kubwa hili. Jina la Bwana wetu aliye hai na litukuzwe. Anasema tembea katika uhalisia wa asili yako ya kiungu, na inatusaidia kufahamu kwamba dini kwa jinsi ilivyo, dini inachosha. Dini ni utumwa. Dini ni utumwa. Narejea tena, dini ni utumwa. Dini inakushurutisha kufanya vitu ambavyo hata wakati mwingine hutaki, lakini lazima ufanye. Lakini ushirika na Kristo Yesu ni uhusiano na Mungu. Na hiyo inafanya Ukristo kutokuwa dini, kwa sababu ni uungu wa Mungu unakuwa ndani yako. Ukiona rafiki yako anaanza kukuchosha, basi huo sio urafiki. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu rafiki yako mnakuwa na ushirika, mnakuwa mnazungumza, mnakuwa mnawasiliana, unafurahi kuwa pamoja naye, unakuwa unapata amani ukiwa pamoja naye, na faida zake nyingi. Sasa ukiona unashurutishwa tu, basi huo ni utumwa. Sasa Bwana Yesu alipokuja hakuleta dini. Alileta ushirika wa kiungu ndani yetu. Unapoenda mbele za Mungu, unafurahia ushirika na Mungu. Waingereza wanasema fellowship na Mungu. Katika uwepo wake kuna furaha tele. Kuna wimbo ambao ulifahamika muda mrefu sana, watu tukiuimba kwamba nitakuja mbele zako na kuinama, nitakuja na kuinama mbele zako, katika uwepo wako kuna furaha tele. Maneno hayo yana nguvu sana. Uwepo wa Mungu kuna furaha tele. Sasa kuja mbele za Mungu, kuja katika uwepo wa Mungu, si kwamba ulikwenda sasa unakuja. Mtu ambaye hajampokea Bwana Yesu ndiye anatakiwa aje kwa Yesu. Ukishakuwa ndani, hauji mbele za Mungu, unakuwa ndani ya Mungu. Sasa useme Baba nakuja mbele zako. Uko mbele za Mungu siku zote, maana wewe umeketishwa pamoja na Kristo pamoja na Kristo katika ufalme wake. Kwa hiyo tufurahie nafasi zetu ambazo Mungu ametupa. Maana utaona hapa anasema wewe ni mwenye haki wa Mungu katika Kristo, wewe ni zaidi ya mshindi, wewe umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, wewe umekamilika katika Kristo. Watu wanasema kila mtu ana mapungufu yake. Sikiliza, umekamilika katika Kristo na Mungu anaona vema kwamba umekamilika. Umetokana na Mungu na asili yako ni ya kiungu. Huo ndio Ukristo. Haleluya. Kama una maswali, unataka kufahamu jambo, basi usisite kutuandikia. Tumia nambari hii alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Na kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, sala hii sema baada yangu. Bwana Mungu, nakuja mbele zako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na ninakiri kwa kinywa changu kwa Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia leo ninapokea kwa imani ondoleo la dhambi. Sasa hivi katika jina la Bwana Yesu ninapokea uzima wa milele ndani ya roho yangu.